Mfahamu. Mtakatifu Alois Gonzaga, mseminari na mtawa. Alois Gonzaga alizaliwa tarehe ya 9 mwezi Machi mwaka 1568 nchini Italia. Wazazi wa Alois walitegemea Alois angekuwa kiongozi wa siasa na askari. Akiwa na umri wa miaka 8, alipelekwa na kaka yake katika mahakama ya Francisco wa Medici, Florence, huko Italia, mahali alipokaa kwa miaka 2. Siku zote Alois alikuwa na haya, kwa hiyo hakutaka kutazama mwanamke usoni. Inasemekana kwa muda wa miaka 2 alikuwa akikaa katika mji wa Malkia, na wakati huo wote hakumwinulia macho hata mara moja. Alois alipenda kushinda kutwa kucha mbele ya sakramenti takatifu ya Ekaristi. Kwa kulinda roho yake safi, alikuwa akisali na kufunga. Alimpenda mama wa Mungu kwa mapendo yasiyo na mfano. Mawazo yake yakiwa yamezama katika mambo ya kiroho, aliweka nadhiri ya usafi wa moyo na kuungama dhambi zake kwa moyo mkuu wa toba, hata akazimia mbele ya muungamishi wake. Alikwenda Mantua, akaendelea kufanya mazoezi ya kiroho kwa nidhamu kali, akinuia kuweza kutawala tabia yake na mapingamizi ya wengine. Akiwa na umri wa miaka 12, Alois Gonzaga alipewa komunyo ya kwanza na Mtakatifu Karoli Borromeo, ndugu yake ambaye baadaye alikuwa askofu wa Milano. Baada ya muda mfupi, aliachilia matakwa ya wazazi na ndugu zake, akawa mtawa. Baba yake hakupendezwa na maamuzi yake, hivyo alipelekwa kwa Mfalme Filipo wa pili wa Hispania na baadaye kwa mtawala wa kaskazini wa Italia ili kumshawishi abadili maamuzi yake, lakini haikuwezekana. Ilichukua miaka 3 baba yake kumkubalia. Mwishowe mwaka 1585, akiwa na umri wa miaka 17, alikwenda Roma na kuanza malezi ya unovisi katika shirika la Wajesuiti. Aliwapita wanafunzi wenzake kwa mfano bora, unyenyekevu na utii. Alisali muda mrefu hadi masaa 5 mfululizo. Kauli mbiu yake ilikuwa, nimezaliwa kwa ajili ya mambo makubwa. Mapadre wote walimsifu kwa kuwa hakuvunja sheria hata mara moja. Furaha yake ilikuwa kuwafundisha katekisimu maskini na watu wa vijijini. Zaidi ya hayo, alipenda kwenda kuwatazama wagonjwa hospitalini. Mwaka 1590 ulitokea ugonjwa wa kuambukiza mjini Roma. Wajesuiti wakaanzisha hospitali ya dharura ili kuwahudumia wagonjwa hao. Alois alipata ruhusa ya kwenda kuwatunza wagonjwa hao hospitalini. Mwezi Machi mwaka 1591, yeye mwenyewe aliambukizwa ugonjwa huo mkali, na mwezi Juni mwaka 1591 hali yake ilikuwa mbaya. Akapokea sakramenti ya mpako mtakatifu, akafa mwenye tabasamu usoni mwake mnamo mwaka 1591 akiwa na umri wa miaka 23. Aliwekwa katika orodha ya watakatifu mnamo mwaka 1726 na mwaka 1729 akatangazwa rasmi kuwa mtakatifu na mlinzi wa somo wa vijana wa Kristo wa Katoliki. Tunapohitimisha kuangazia maisha haya ya Mtakatifu Alois Gonzaga, tunaweza kujifunza mambo kadhaa. Hakuna kitu kinachopaswa kutufanya tujivunie hata kama tumezaliwa katika familia bora. Wafalme hufa na huwa mavumbi kama watu maskini. Kwa vyovyote mavumbi ya wafalme hunuka vibaya zaidi. Hatuna la kujivunia mbele ya Mwenyezi Mungu. Hivyo msikilizaji, mimi na wewe tuwe wanyenyekevu. Mtakatifu Alois Gonzaga, mseminari na mtawa, utuombee. Hii ni sauti ya Pasco Tulliano. Tumsifu Yesu Kristo.